Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein, lakini ni taarifa kutoka kwa Steve Witkoff ambaye anasema Iran sasa imepoteza uwezo wake wa kurutubisha uranium na bila shaka itakuwa ni vigumu kwao kufufua mpango huo. Anasema bwana Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Baada ya mashambulizi ya Marekani katika maeneo ya nyuklia ya Iran, kwa mujibu wa bwana Steve Witkoff, anadai amefifisha uwezo wa nchi hiyo kurutubisha madini ya uranium. Lengo lilikuwa ni kutokomeza uwezo wa kurutubisha nyuklia, jambo ambalo tumefanya, na hata kama tulikuwa na nyenzo za nyuklia ambazo zilifichwa, basi ilikuwa ni kutokomeza uongofu, jengo la uongofu, mchakato wa uongofu uliokuwepo Isfahan ambao sasa ulifanya kuwa haiwezekani kabisa kuwa na silaha, alisema kupitia Fox News. Alipulizia mbali ripoti za habari kuwa za upuuzi, kwamba akinukuu jumuiya ya kijasusi ya Marekani ambayo ilitia shaka mafanikio ya juhudi za Marekani za kuangamiza vipengele muhimu vya mpango wa nyuklia wa Iran. Anasema itakuwa vigumu kwao kufufua mpango huo. Kwa maoni yangu na kwa maoni ya wataalamu wengine wengi ambao wameona data mbichi, itakuwa muda wa miaka, mjumbe huyo wa Marekani bwana Steve Witkoff alisema. Nimesoma ripoti zote za tathmini ya uharibifu, alisema. Kuna vifaa vitatu tofauti nchini Iran ambavyo tulikuwa na wasiwasi navyo, hasa katika eneo la Isfahan ambayo ni kituo cha ubadilishanaji kilichoharibiwa kabisa huko Isfahan. Witkoff aliendelea kusema kuna vinu vingine viwili vya nyuklia huko Natanz, kimoja juu ya ardhi na kingine kipo chini ya ardhi. Kile cha chini ya ardhi tunajua tulikiondoa, na kile cha juu ambacho kilikuwa kimepigwa na Waisrael na kuharibiwa kwa kiasi kikubwa, tuliweka bomu lingine juu yake ili kuharibu na kukifutilia mbali, na tunajua kwamba hakika ndio tulifanikiwa. Fordo ni kinu cha mwisho cha urutubishaji ambacho kilikuwa kikifanya kazi huko, na tuliweka mabomu 12 ya banka kwenye kinu hicho cha Fordo. Hakuna shaka kuwa kilifutiliwa mbali, aliendelea. CNN iliripoti hapo awali ikinukuu vyanzo mbalimbali, jumuiya za kijasusi za Marekani ikiamini kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran hayakuweza kuharibu kabisa vipengele muhimu vya mpango wa nyuklia wa Tehran. Hata hivyo, katibu wa habari wa ikulu ya White House Caroline Levitt alisema tathmini hiyo iliainishwa na uvujaji huo unawakilisha jaribio la kumdhalilisha rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, kutokana na taarifa iliyotolewa na IAEA, wakala wa nishati ya nyuklia, ni kwamba hakuna uvujaji wa mionzi katika maeneo hayo kama ambavyo wengi wanadhani, kwani makombora hayo yangefanikiwa kwa 100%, ni kwamba kungekuwa na hali ya uvujaji wa mionzi na hali ingekuwa mbaya katika wakazi wa eneo hilo, lakini bado wakazi wapo katika maeneo hayo wakiendelea na shughuli zingine za kulijenga taifa lao. Na ndio maana hata Iran haikuwa na wasiwasi, na hata wachambuzi wa mambo wanasema kwamba lau mashambulizi ya Marekani ya makombora ya bunker buster yaliyobebwa katika ndege za B-2 zingefanikiwa kwa 100%, huenda wa Iran wangesimamisha vita siku ile ile ambayo Marekani ilifanya shambulizi lile. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani.